Moja ya jambo linalonishangaza sana katika nyakati za sasa ni pale ninapokutana na kijana wa kuanzia miaka 15 mpaka 20 analalamika kwa habari ya mahusiano, ya kwamba mahusiano yamemtesa, mahusiano yamemuumiza, yameujeruhi moyo wake. Siku moja nilikutana na binti wa miaka 19 analalamika kabisa, yuko serious ya kwamba mtumishi, mahusiano yameniumiza sana, sitaki kabisa kusikia kwa habari ya mahusiano wala mapenzi. Kwa kweli nilimpongeza, nikamwambia umefanya jambo jema, kwa sababu kwa spidi unayoenda nayo bila shaka tungekuzika siku za hivi karibuni, kwa sababu unajaribu kuanza umri wa miaka 19 na kuchoshwa na mahusiano. Vina uhusiano gani? Kwa sababu huu umri ni mdogo sana. Katika umri wa miaka 19 alikuwa anakimbilia nini kwenye mahusiano? Alikuwa amefuata nini kwenye mahusiano? Alikuwa anashindana na nani? Anafukuzia nini ambacho kiko kwenye mahusiano? Unagundua ni kwamba kuna ukosefu wa maarifa mkubwa sana ambao umesababisha mtu huyu afanye vitu vya ajabu kama hivyo, kwa sababu huo ni umri mdogo sana. Mwingine bado yuko kwa wazazi, mwingine bado anasoma. Ni umri ambao havina uhusiano kabisa na kitu kinachoitwa mahusiano. Leo nitakufundisha jambo moja. Maandiko yanasema katika Mhubiri 3 mstari ule wa kwanza, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Sasa maisha ya mwanadamu yamefungwa kwenye muda. Matukio mbalimbali ambayo mwanadamu anapaswa kuyaishi yameratibiwa kwenye kitu kinachoitwa muda. Upo wakati ambao unapaswa ukasome. Upo wakati ambao uliruhusiwa wewe kuzaliwa. Upo wakati ambao unaruhusu wewe kuingia kwenye ndoa. Upo wakati ambao unaruhusu wewe kupata kazi, kuajiriwa, kufanya na vitu vingine, kupata watoto. Huo wakati umeratibiwa ndani yake kwenye kitu kinachoitwa muda. Hupaswi kuruka step, hupaswi kuruka hatua, hupaswi kwenda kwenye jambo lingine ambalo haliko kwenye muda. Muda wa kimbingu unaweza ukawa unadai jambo lingine kabisa, lakini wewe kwa interest za kwako za kibinadamu unakimbilia jambo lingine, na mwisho wa siku uwe na uhakika hautapata matokeo yote ambayo ni chanya. Maandiko yanasema katika Wimbo Ulio Bora sura ya 3 mstari ule wa 5 ya kwamba msiyaamshe wala kuyachochea mapenzi hata yatakapoona vema yenyewe. Kumbe kuna wakati ambapo mapenzi huwa yanaona vema yenyewe. Wewe haupasi kuyakimbilia, wewe haupaswi kuyaamsha, kwa sababu unakutana na kijana wa miaka 19, huyo wa miaka 10 anayalani mahusiano, na yeye amejiunga na genge la wanawake, anawatukana wanaume ya kwamba wanaume wote ni mbwa. Amesahau kwamba hata babake pia ni mwanaume. Anawalaani wanaume ya kwamba hataki kuwasikia wote ni mbwa, wote ni waongo, hawafai. Sasa unawaza huyu ana miaka 19 yuko kwenye hatua hii, akifikia miaka 15 itakuwaje? Bila shaka tunaweza tukamzika kabisa, kwa sababu why akimbilie mahusiano kwenye umri mdogo kiasi hicho? Alikuwa anatafuta nini? Alikuwa anakimbilia nini? Sasa upo wakati ambao kwa kanuni za kimbingu mapenzi yataona vema yenyewe. Maandiko yanasema Mungu alipomwona Adam akaona si vema Adam awe peke yake. Kumbe kuna wakati ambapo mbingu huwa zinaona si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Adam alipoamka mbinguni walikuwa wameona si vema, wakamtengenezea msaidizi na wakamleta. Adamu alipoamka na shangaa msaidizi yupo, akasema wow, huyu ni mifupa katika mifupa yangu, ni nyama katika nyama zangu. Manake hakutumia nguvu kwanza kujitafutia msaidizi. Siku zote ukiona sio vema uwe peke yako, utajitafutia, na kwenye kujitafutia huko sasa ndiko utakapokutana na watu ambao sio sahihi, na mwisho wa siku watakujeruhi moyo wako, watakuumiza, watakuchosha, watakugaragaza, wanaweza kukuua kabisa. Utarudi kwa afadhali wakuumize, urudi upate hata muda wa kurudi kwa watumishi waanze kukujenga. Wengine wanakufa kabisa kwenye hayo mahusiano. So kwa nini? Kwa sababu aliona sio vema, akayakimbilia, akayaamsha, akayachochea, yakamuunguza, yakamuua na kummaliza. Usiyakimbilie kabla ya wakati
wakati, upo wakati sahihi wa ufalme wa Mungu. Maandiko anasema, Daudi anasema kwamba siku zake kabla hazijawa bado ziliandikwa chuoni mwake, kabla hazijawa bado. Hatuishi kwa sababu tunataka tu kuishi, hapana. Siku zetu zimeratibiwa, matukio tunayopaswa kuishi nayo yameratibiwa kwenye kanuni za ufalme wa Mungu, kwenye muda wa kiungu. Kwa hiyo upo wakati ambao mapenzi yataona vema yenyewe. Mapenzi ni mazuri yenyewe, yapo, hajawahi kuwa na expire date, yapo. Upo wakati sahihi ambako utaingia kwenye ndoa. Mimi siamini kabisa kwamba ni lazima mwana wa Mungu uingie kwenye ndoa baada ya kula ngeu nyingi sana, kupata majeraha mengi, kupata maumivu mengi. Hiyo siamini kabisa. Maandiko anasema kila kutoa kuliko kwema hutoka kwa Baba wa mianga, ambaye kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Kila kutoa kuliko kwema hutoka kwa Baba. Sasa kwa sababu wewe sasa unayakimbilia mahusiano, wakati ambao ulipaswa uimarishe mahusiano yako na Mungu, wakati ambao ulipaswa utafute kesho yako, ukimbilie ndoto zako, uyajenge maono yako, umtafute Mungu. Maandiko yanasema katika Ayubu 22:21, mjue sana Mungu ili uwe na, ndivyo mema yatakavyokujia. Sasa mema ni pamoja na mahusiano mema. Sasa mahusiano mema hayawezi kuja kama umjui Mungu. Utaishi kwa kubahatisha. Umjui Mungu, huna mahusiano naye. Hata akija mtu mnyang'anyi kutoka ufalme wa giza na analenga kukujeruhi moyo, huna uwezo wa kumng'amua, huna uwezo wa kusikia hata sauti ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu muda wa kuimarisha mahusiano yako na Mungu ulikuwa unakimbilia mapenzi. Unakimbilia mahusiano, unakimbilia wapi? Yapo. Focus kwenye kitu ambacho unapaswa ukifanya kwa sasa. Upo kwenye majira gani? Hayo majira yamebeba kusudi gani la kimbingu? Ishi kwenye hilo kusudi. Kama ni wakati ambao unapaswa kusoma, uko sekondari, soma. Upo chuoni, soma. Upo mahali ambako unapaswa umtumikie Mungu, ujiimarishe kiroho, fanya jambo hilo wakati sahihi. Hata yatakapoona vema yenyewe yataamka. Hutatumia nguvu. Mungu atarekebisha, atafanya kwa namna, kila kitu kitakuwa arranged, kitakuwa kimepangiliwa kwa kanuni za ufalme wa Mungu. Jijenge, jiimarishe, tafuta kumjua Mungu, tafuta maarifa kwenye maeneo mbalimbali, kwa sababu tafuta kumjua Mungu zaidi, ndivyo mema yatakavyokujia. Ni pamoja na mahusiano. Kila kutoa kuliko kwema hutoka kwa Baba wa mianga, ni pamoja na mahusiano. Mwana wa Mungu upaswi kuingia tu kwenye mahusiano umeshakula ngeu nyingi, ushakuwa na historia, umejeruhika, uamini wanaume wote ni mbwa. Hata babako pia ni mwanaume. Kwa hiyo hakikisha hauyakimbilii, hakikisha hauyaamshi. Subiri kwa wakati sahihi. Sasa wakati huu jijenge, tafuta maarifa kuhusu mahusiano, kuhusu ndoa, kuhusu kumjua Mungu. Imarisha mahusiano yako na Mungu. Fanya vitu ambavyo unapaswa kuifanya kwenye wakati huo uliopo sasa hivi. Utakapokuja ule wakati sasa ambao yataona vema yenyewe kwa kanuni za ufalme wa Mungu, kwa muda na majira ya ufalme wa Mungu, uwe na uhakika hautatumia nguvu sana. Sasa habari za kuwa kwenye umri wa miaka 19 umeshachoka, umeshaumia, umeshatamka maneno mengi, umeshajeruhiwa, umeshagaragazwa. Mahusiano ukiyakimbilia kabla ya wakati yatakugaragaza, yatakuchakaza, yatakunyosha, yatakuumiza na yanaweza kukuua kabisa, kitu ambacho tusingependa kitokee. Afadhali hata ya kuumize, urudi tukujenge. Wengine wanapoteza na maisha kabisa. Kwa nini? Kwa sababu umekimbilia kitu ambacho kipo nje ya ratiba ya ufalme wa Mungu. Wakati wa Mungu kwa sasa unadai kitu kingine kabisa, lakini wewe uko busy. Wengine una Google kabisa, unajifunza staili sisi za kufanyaje mapenzi, staili 10 za kumfurahisha. Umri huo unajifunza staili. Tafuta kumjua Mungu, tafuta kumjua ili uwe na amani. Ndivyo mema yatakavyokujia kwa wakati sahihi. Kila kitu kitakuwa sawa, kila kitu kitapangiliwa kwa kanuni za ufalme wa Mungu. Utatumia nguvu, utatumia jasho lako, utatumia nguvu. Mungu atamleta mtu sahihi kwa wakati sahihi, na wakati sahihi unabeba makusudi ya kimbingu ndani yake. Mungu akubariki na kukutunza. Usiyakimbilie mapenzi wala kuiamsha mpaka yatakapoona vema yenyewe. Umebarikiwa.